Mheshimiwa Spika, ajali za barabarani, Naibu Spika, na usalama wa wasafiri. Mheshimiwa Naibu Spika, katika miaka yote 10 ya utawala wa awamu ya 4, serikali hii ya CCM, kambi rasmi ya upinzani bungeni imekuwa ikiitaka serikali kuchukua hatua madhubuti za kupunguza matukio ya ajali barabarani ambayo yamepoteza maisha ya wananchi wengi na kuacha wengine wakiwa walemavu. Jambo la kushangaza na kusikitisha ni kwamba kadri tunavyoipa serikali ushauri mzuri ndivyo inavyozidi kuzembea na ajali zinazidi kuongezeka. Mheshimiwa Naibu Spika, nasema hivi kwa sababu katika kipindi cha Januari hadi Aprili mwaka huu 2015, ambapo kimsingi ndio mwaka wa mwisho wa hudumu wa serikali wa awamu ya 4, ndio vifo vingi vimetokea kutokana na ajali barabarani kuliko miaka ya nyuma. Kwa mujibu wa taarifa za kamanda wa kikosi cha usalama barabarani, Kamishna wa Polisi Mohamed Mpinga, kuanzia Januari zimetokea ajali 823, vifo 273, majeruhi 876. Mwezi Februari peke yake zimetokea ajali 641, vifo 236, majeruhi 726, na Machi zimetokea ajali 652, vifo 357 na majeruhi 761. Mheshimiwa Naibu Spika, kama usafiri wa reli ungeboreshwa na kuwa wa uhakika, na kama pia usafiri wa anga ungeboreshwa kwa kuwa na ndege nyingi, na hivyo kufanya gharama za usafiri wa anga kupungua, na hivyo kumwezesha mwananchi wa kawaida kuzimudu, basi ingesaidia sana kupunguza matumizi ya barabara kwa mabasi ya abiria na malori ambao kimsingi ndiyo yanaongoza kwa ajali za barabarani. Barabara zingetumika tu kwa magari binafsi na ajali za barabarani zingepungua sana. Lakini aibu kwa taifa kwamba nchi yenye rasilimali nyingi kama Tanzania bado kusafiri kwa ndege tunaambiwa ni ndoto, kama kauli mbiu ya Fast J inavyosema, fly your dream. Mheshimiwa Naibu Spika, polisi wamekuwa wepesi kutowatupia madereva lawama kuwa ni wazembe kila inapotokea ajali, lakini wanasahau kuwa ajali nyingine zinatokea kutokana na miundombinu mibovu, na pia ajali nyingine zinasababishwa na polisi wa usalama barabarani mwenyewe kwa kupokea rushwa na kuyaruhusu magari mabovu kuendelea na safari. Aidha, utaratibu wa sasa wa kumtaka askari wa usalama barabarani kukamata makosa yasiyopungua 30 kwa siku na kuiandika notification na kukusanya faini ya shilingi 30,000 kwa kila kosa kimeifanya kikosi cha usalama barabarani kuwa kama kitengo cha TRA na kukusanya mapato. Inasikitisha kusikia jeshi la polisi likisifiwa kwa ukusanyaji wa mapato bila kujali athari zinazotokea baada ya ukusanyaji wa mapato hayo. Mheshimiwa Naibu Spika, na ili Arusha kwa kweli wanafanya kazi kubwa kuliko hata TRA. Mheshimiwa Naibu Spika, hatutaweza kuondoa ajali barabarani kwa kuongeza faini, isipokuwa kwa kuboresha miundombinu mingine ya usafirishaji kama vile reli na usafiri wa anga ili kupunguza matumizi ya barabara kiolela. Mheshimiwa Naibu Spika, kambi rasmi ya upinzani bungeni inapenda kuahidi wananchi kwamba na kujua kwamba upinzani utaunda serikali baada ya uchaguzi wa Oktoba mwaka huu. Swala la usalama barabarani litakuwa ni mojawapo ya vipaumbele vya kazi za serikali, kwa kuwa Watanzania wamechoka kusikia habari za mauti na ulemavu unaosababishwa na matumizi mabaya ya barabara.